Hivi karibuni kumetokea tukio moja nchini Kenya ambalo limeleta mdahalo mkubwa, limeleta malalamiko mengi, watu wamekuwa wakitoa kila aina ya maoni. Na tukio hili lilihusu bwana mmoja mwenye asili ya Kisomali kule Nairobi nchini Kenya, ambapo alikamatwa kwa kisa cha kuoa binti mdogo. Kwa mujibu wa mitandao inavyozungumza, ukiangalia zile video ni kwamba huyu bwana mwenye umri usiopungua miaka 50 alikuwa amekamatwa kwa kumuoa binti wa chini ya umri wa miaka 18. Na kwa mujibu wa maelezo inasemekana yule bwana alimuoa huyu binti akiwa na miaka 12, na wakati anakamatwa huyu binti alikuwa na miaka 14, na tayari kuna madai kwamba huyu binti tayari alikuwa na ujauzito. Na unapoangalia zile video, yule bwana katika jambo moja hapo ambao anafanya utetezi wake, anasema amefanya vile kwa sababu mafundisho ya Kiislamu yanaruhusu, kwamba mafundisho ya Kiislamu kwa mujibu wake ni kwamba Uislamu unaruhusu kuoa binti mdogo wa umri kama huo. Na akasema pia hata katika utamaduni wao wa Kisomali pia nao hauna matatizo, na anasema huyu binti alimuoza mama yake, huyu binti ndio alimpa awe mkewe. Sasa kisa hiki kimezua mjadala mkubwa sana kwenye mitandao huko ya TikTok, kwenye hii mitandao ya kijamii TikTok, YouTube na mitandao mingine, hata kwenye magazeti huko pia. Katika vyombo vya habari nako kumeleta gumzo kubwa. Sasa kisa hiki kinarudisha nyuma baadhi ya Wakristo wengi wamekuwa wakisema kwamba huyu bwana alikuwa anafuata mafundisho ya Kiislamu kwa sababu Muhammad mwenyewe ambaye ni Waislamu wanasema ni nabii na ni mtume wa Mungu kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu, alioa binti wa miaka 6 na alimuingilia kiunyumba huyu binti akiwa na miaka 9. Waislamu wengi walikuwa wakibisha. Baadhi yao wanasema sawa, inaruhusu. Kumekuwa kuna mjadala mkubwa. Huko nyuma nimewahi kufundisha ama kuweka makala kuhusiana na ndoa ya huyu Muhammad na Aisha kwa mtazamo tofauti kidogo. Leo hii nataka tuangalie hili jambo la Muhammad kuoa binti wa miaka 6 kisha akamuingilia akiwa na miaka 9 huyu binti. Je, tunaweza kukaliangalia hili kimaandiko na kusema kwamba ule ulikuwa ni mpango wa Mungu ama la? Video hii itaangalia mtazamo huu. Tunataka tuiangalie hii ndoa ya Muhammad ambaye Waislamu wanasema ni nabii wa Mungu. Kitendo cha Muhammad kumuoa mtoto wa miaka 6 na kumuingilia miaka 9. Je, tunaweza tukaangalia katika maandiko na kuthibitisha huu ulikuwa ni mpango wa Muhammad? Kumbuka mafundisho ya Kiislamu na Qur'ani hususan inasadikisha vitabu vilivyotangulia kabla yake. Tunazungumzia hapa Torati, Injili pamoja na Zaburi na vitabu vingine ambavyo Qur'an havisemi, kwamba kuna mitume wengine na manabii wengine ambao nao pia waliteremshwa vitabu japo Qur'an haivisemi. Jambo la pili, pia Qur'an inatuhakikishia kwamba vitabu hivi hakuna anaweza kuibadilisha. Kwa hiyo tuna uhuru wa kwenda katika maandiko kabla ya Qur'an kumpima huyu Muhammad na kitendo chake cha kuwa mtoto wa miaka 6 na kumwingilia miaka 9. Je, kinaendana na mafundisho ya Mungu yaliyotangulia kabla yake? Je, kuna uwezekano hii ndoa ikawa ni mpango wa huyu Mungu? Sasa kabla ya kufika huko, nataka kwanza tuangalie hili jambo la kuoa binti 6 Muhammad alitoa wapi? Tunaenda kusoma katika hadithi sahihi hii ya Sahih Bukhari, hadithi namba 7012. Inapatikana pia katika kitabu cha Sahih Bukhari cha makusanyo ya hadithi Sahih Bukhari, kitabu cha 91, hadithi namba 30. Inasema hivi, amesimulia Aisha. Hapa anesimulia hasa ni Aisha mwenyewe. Huyu binti aliolewa na miaka 6 na akaingiliwa na miaka 9, jina lake anafahamika kama Aisha. Aisha amesimulia, Mtume wa Mwenyezi Mungu akaniambia, umeonyeshwa mara 2 katika ndoto yangu kabla sijakuona. Yani hapa Muhammad anamuelezea Aisha kwamba Muhammad yeye alionyeshwa katika ndoto mara 2. Anasema, nilimuona malaika amekubeba katika kitambaa cha hariri, nikamwambia mfunue na tazama ni wewe. Yani kwamba huyu malaika alimfuata Muhammad katika ndoto akiwa amebeba binti amemfunika na kitambaa cha hariri. Muhammad akamwambia huyu malaika mfunue, na alivyomfunua akaona kwamba ni huyu Aisha. Nikasema, kama hili limetoka kwa Mwenyezi Mungu basi lazima litokee. Kisha ukaonyeshwa kwangu yule malaika aliyekuchukua katika kitambaa cha hariri, nikasema mfunue na tazama ni wewe. Hii ni mara ya pili, kwamba ndoto hii aliipata tena mara ya pili.
malaika akamjia kwake akiwa na mtoto amefunikwa na kitambaa cha hariri, na Muhammad katika ndoto anamwambia mfunue, na akaona kwamba ni yeye. Muhammad aendelea, nikasema kama hili limetoka kwa Mwenyezi Mungu basi lazima litokee. Kisa hiki unaweza ukakisoma pia kinachofanana na hivyo katika Sahih Bukhari hadithi namba 5125. Pia unaweza ukipata katika mkusanyo wa hadithi za At-Tirmidhi hadithi namba 3880. Sasa hivi ndivyo Muhammad anavyopata maono kuhusu mpango wake, kwa mujibu wake Muhammad, kwamba mpango wa Mungu aoe huyu binti wa miaka 6. Tunapoenda kuangalia zaidi, tunataka kuangalia huyu baba yake Aisha ni nani. Aisha baba yake alikuwa mmojawapo wa masahaba wa wale wa karibu kabisa wa Muhammad. Baba yake Aisha anafahamika kama Abu Bakar. Na Abu Bakar yeye alikuwa ni sahaba mmojawapo wa masahaba wa karibu. Tukisema masahaba kwa nyinyi wa Kristo ni kama wafuasi wa karibu au wanafunzi wa karibu sana wa Muhammad. Na huyu Abu Bakar baada ya kifo cha Muhammad alikuja kuwa ni khalifa wa kwanza wa Waislamu. Khalifa ni kama kiongozi mkubwa kabisa katika umma wa Muhammad. Baada ya Muhammad kufa, huyu ndo alikuwa khalifa wa kwanza. Sasa kumekuwa kuna ubishani mkubwa kutoka kwa Waislamu. Wengi wa Waislamu wanabisha kuhusu swala la umri wa Aisha, kwamba Aisha huyu hakuolewa akiwa na umri huu kama Wakristo na watu wengine wanavyokuwa wanadai. Na kusomea hapa hadithi kutoka kwa Sahih Bukhari hadithi namba 7012. Samahani, na kusomea hadithi namba 5133 ya Sahih Bukhari. Hadithi namba 5133 inapatikana katika mkusanyo wa kitabu cha 67 hadithi namba 69. Amesimulia Aisha, huyu tena ni Aisha ambaye ndio anaripoti hichi kisa. Anasema kwamba Mtume alimuoa akiwa na miaka 6 na kumuingiliwa akiwa na miaka 9. Kisha akakaa naye kwa miaka 9, yani mpaka kufa kwake Muhammad. Hapa Aisha anasema mwenyewe kwamba huyu Muhammad alimuoa yeye huyu binti huyu akiwa na miaka 6 na Muhammad akaingia kwake na miaka 9, alifikisha miaka 9. Sasa unapokwenda katika kisa hichi, hadithi hii inasema kwamba alikaa naye mpaka kufa kwake. Muhammad alikufa na miaka 63. Unaporudi nyuma ni kwamba wakati Muhammad anamuingilia Aisha, Muhammad alikuwa na umri wa miaka 54, wakati binti huyu akiwa na miaka 9. Lakini wakati anamuoa Muhammad alikuwa na miaka 51. Kitu moja mwicho kukumbuka hapa cha kukifahamu pia, wakati Muhammad anamuoa Aisha tayari Muhammad alikuwa na mke mwingine. Hili lipo katika rekodi pia. Kwa hiyo haikuwa kwamba Muhammad wakati anamuoa Aisha alikuwa hana mke. Hilo ni jambo jingine la msingi sana. Jambo jingine la kuchunguza ni kwamba Waislamu wanapozungumzia kisa cha Aisha, wale ambao hawabishi swala la Aisha kuwa na miaka 6 na kuingiliwa na miaka 9, wanaweka kisingizio kwamba Aisha alikuwa tayari amekwisha baleghe. Hili nalo halina ukweli, kwa sababu tunapokwenda katika wanazuoni wa Kiislamu wanaochanganua kisa hiki, wanatueleza kwamba haikuwa hivyo. Kwa mfano, tunapoenda kusoma katika hadithi namba 6130 ya Sahih Bukhari, hii nao ni mojawapo ya hadithi sahihi kabisa kutoka kwa mikusanyo ya Sahih Bukhari. Nasema hivi, kisa hiki au hadithi hii inapatikana katika mkusanyo wa Sahih Bukhari kitabu namba 78 hadithi namba 157. Na anayesimulia hapa ni Aisha. Anasema, nilikuwa nikicheza na wanasesere mbele ya Mtume, yani mbele ya Muhammad, na marafiki zangu wasichana pia walikuwa wakicheza nami. Aisha anapohadithia hapa ni kwamba wakati huu tayari anaishi na Muhammad. Anaendelea, Mtume Mwenyezi Mungu alipokuwa akiingia nyumbani kwangu walikuwa wakijificha, yani wale marafiki zake Aisha wakati huo na miaka 9 kadhaa hapo, kuanzia miaka 9 kuendelea kidogo, watoto walikuwa wakija wakicheza naye na alikuwa akicheza nao na wanasere. Lakini Muhammad alipokuwa akiingia nyumbani kwake wale watoto walikuwa wakienda kujificha. Anaendelea Aisha anasema, lakini Mtume alikuwa akiwaita waungane nami na wacheze nami, kwamba japo huyu binti alikuwa ameolewa wakati huo akiwa na miaka 9, Mtume akimchukulia kama mumewe, lakini huyu binti bado alikuwa anachezea wanasesere. Wanasesere ni midoli hii, ndugu yangu usiyefahamu lugha hii, kwamba Aisha bado akiwa kama mke wa Muhammad alikuwa anachezea wanasesere. Sasa kuna mwanazuoni mmoja wa karne 15 anafahamika kama Ibn Hajar al-Asqalani. Huyu ni mwanazuoni mmoja hapo anaheshimika sana katika wanazuoni wa Kiislamu. Al-Asqalani ameandika
mlolongo, mkusanyo mkubwa sana wa tafsiri. Waislamu wanaita tafsiri. Tafsiri tuseme ni commentary, anatoa maelezo kuhusu aidha aya za katika Qur'ani au pia maelezo kuhusu katika hadithi. Al-Asqalani katika mkusanyo wake mmoja unafahamika kama Fathul Bari, ambayo anaielezea hadithi hii ya Sahih Bukhari, hadithi namba 6130, anaeleza katika mkusanyo wa 13, yani volume ya 13 ama juzuu ya 13. Katika hii Fathul Bari kurasa ya 145 anaelezea kisa hichi. Al-Asqalani anasema kwa mujibu wa imani na mafundisho ya Kiislamu ni wazi kabisa binti huyu alikuwa hajabaleghe. Ndio maana Mtume Muhammad alimruhusu kuchezea wanasesere, kwa sababu kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu binti akishavunja ungo, akishabaleghe, haruhusiwi kuchezea midoli kwa sababu ni haramu. Kwa hiyo kitendo kinachoonekana katika hadithi hii kwamba Aisha alikuwa anachezea wanasesere akiwa tayari akiwa ni mke wa Muhammad, ni wazi kwamba Bi Aisha au binti Aisha, wanapenda Waislamu kumuita Bi Aisha, lakini huwezi kumuita mtoto wa miaka 9 ambaye hajabaleghe. Binti huyu Aisha alikuwa bado hajabaleghe. Na haya si maneno yangu, ni maneno ya Al-Asqalani anavyoelezea katika ukurasa wa 145 juzuu ya 13 ya mkusanyo wake huu wa mafafanuzi yake inayofahamika kama Fathul Bari. Tunapoendelea pia napenda kuzungumza haya mambo kwanza, ndipo tutakwenda katika maandiko. Ni muhimu kufahamu hizi rejea, kujua kwanza umri wa Aisha, kuhusu kama kuna uthibitisho kama Aisha alikuwa amebalegha au la, ama mambo mengine kama hao. Ndio nakupa hizi background information hizi ufahamu. Tunaposogea tunakuta mambo mengine kadhaa katika wale Waislamu wanaotetea. Nimesema hoja ya kusema kwamba Aisha alikuwa amevunja ungo au amebaleghe, tunaona wazi kwa mujibu ya wanazuoni wa Kiislamu ni wazi Aisha alikuwa hajabaleghe. Sasa kuna jambo jingine ambalo pia watetezi wa Kiislamu wanakuja nalo, wanasema kwamba ule ulikuwa ni utaratibu wa kawaida kwa karne ile ya 7 ambao Muhammad alikuwepo wakati huo, kwamba kwa sababu ulikuwa ni wa kawaida watoto wadogo wakiozwa, mabinti wadogo wakiozwa chini ya umri katika umri mdogo. Sasa swala linakuja, kama Muhammad alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu na kulikuwa kuna desturi mbaya kama hii ya kuoza watoto wadogo kabisa, vibinti vidogo ambavyo havijavunja ungo, iweje huyu Mungu kupitia Muhammad asiuvunje utaratibu wa namna hii? Hili ni swala la kwanza la kujiuliza. Lakini kabla tujakwenda mbali, pia kuna kisa pia kwamba nimekwambia baba yake Aisha alikuwa anajulikana kama Abu Bakar, na kulikuwa na mmoja wapo nasema masahaba wa karibu kabisa, yani wafuasi wa karibu kabisa wa Muhammad, alikuwa akijulikana kama Umar al-Khattab. Hawa wawili waliwahi kujaribu kumuoa, walienda kujaribu kutaka kumuoa binti wa Muhammad ajulikanaye kama Fatima. Sasa Umar al-Khattab pamoja na baba yake huyu Aisha, Abu Bakar, wao waliwahi kwenda kumposa binti wa Muhammad ajulikanaye kama Fatima. Kisa hiki tunaweza kukiona katika hadithi namba 3221 katika mkusanyo wa Sunan An-Nasai. Ukienda katika mkusanyo wa Sunan An-Nasai kitabu cha 26 hadithi namba 26 pia utakutana na kisa hiki. Tunakuta kitu kimoja kinasema hivi: imepokewa kutoka kwa Abdullah bin Buraida kwamba baba yake alisema, yani huyu Abdullah bin Buraida ndio anaelezea hichi kisa, kwamba Abu Bakar na Umar walimchumbia Fatima, lakini Mtume Mwenyezi Mungu akasema bado mdogo. Kisha Ali alimchumbia na kumuoza kwake, kwamba Muhammad, Umar al-Khattab na Abu Bakar hawa walivyotaka kumuoa, walivyokwenda kuposa binti wa Muhammad ajulikanaye kama Fatima, Muhammad alisema bado mdogo. Kwa hiyo tunaona nini hapa? Kwamba swala la udogo wa umri si kisingizio, kwa sababu tunamuona Muhammad anakataa binti yake kuozwa kwa sababu anasema bado mdogo. Na kwa mujibu wa vyanzo vya Kiislamu inaaminika wakati Umar na Abu Bakar wanakwenda kutaka kumposa huyu binti Fatima, kwa mujibu wa vyanzo vya Kiislamu ni kwamba Fatima alikuwa kati ya umri wa miaka 9 mpaka 11. Baadaye Muhammad alimuoza huyu binti Fatima kwa kijana ajulikanaye kama Ali ibn Abi Talib,
Na kwa mujibu wa Al-Qurtubi, mojawapo wa wanazuoni wakubwa sana wa Kiislamu hawa, Al-Qurtubi anasema kwamba wakati Fatima anaolewa na huyu Ali ibn Abi Talib, Fatima alikuwa na umri wa miaka 15. Na Al-Tabari anasema, Al-Tabari naye pia ni mojawapo wa wanazuoni pia wakubwa, kwamba kwa mujibu wa Al-Tabari anasema Ali ibn Abi Talib alimuoa huyu Fatima akiwa kati ya miaka 24 mpaka 25. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba Muhammad alikataa binti yake wa miaka kati ya 9 na 11 kuolewa na Abubakar na Umar al-Khattab kwa kigezo kwamba bado ni mdogo, na akasubiri mpaka alivyotimiza miaka 15 ndipo akaruhusu kijana wa miaka kati ya 24 na 25 ajulikanaye kama Ali ibn Abi Talib kumuoza binti yake. Kwa hiyo tunaona kuna walakini wa kisingizio kwamba huu ndio ulikuwa utaratibu wa wakati ule wa karne ya 7. Sasa tunajiuliza, kama nilivyokuambia pale mwanzo wakati naanza video hii, na kwamba tunataka tuangalie hichi kitendo cha Muhammad kutaka kumuoa binti Aisha akiwa na miaka 6 kumwingia miaka 9. Je, ulikuwa na mpango wa Mungu? Nikukumbushe tena kwamba Muhammad wakati anamwingilia kingono binti huyu alikuwa bado hajabaleghe. Sasa kama nilivyokuambia, tunakwenda katika maandiko ambayo yalitangulia kabla ya Qurani na kabla ya ujio wa Muhammad. Yanasema nini kuhusu kusudio la Mungu katika ndoa? Tunaenda kuangalia mambo kadhaa. Kwanza, kabla ya kwenda huko, tutakwenda kusoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Unasema hivi: kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake na ataambatana na mkewe. Neno moja hili tunasema mkewe, hasemi wakeze au wake zake, nao watakuwa mwili mmoja. Na Bwana Yesu wakati anazunguka na kuhubiri pia jambo hili alilizungumza. Tunaenda kusoma katika Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 19 mstari wa 3 mpaka wa 6. Palitokea kisa hiki tunaenda kukiona, ambapo Bwana Yesu anakazia huu mpango wa Mungu juu ya ndoa. Anasema, basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata umekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyounganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Anachokifanya hapa Bwana wetu Yesu Kristo ni kusisitiza kwamba mpango wa Mungu katika ndoa ni mume mmoja na mke mmoja, na kwamba hawa wakifunga ndoa wanakuwa ni mwili mmoja, hawawi miili miwili. Huu ndio msimamo wa Bwana wetu Yesu Kristo wa kimaandiko, na anasema toka mwanzo, kama nilivyokusomea kitabu cha Mwanzo pale, kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Sasa tunaona kwanza kabisa, nikukumbushe, Muhammad wakati anamuoa huyu binti Aisha tayari alikuwa na mke mwingine. Kwa hiyo tunaona cha kwanza Muhammad anachokifanya hapa kwenda kinyume na mpango wa Mungu, kwa sababu anaongeza mke mwingine, ambako ni kosa katika sheria ya Mungu au katika mpango wa Mungu. Tunataka kwenda zaidi kuangalia kitendo cha Muhammad kuoa binti ambaye hajabaleghe, mtoto mdogo wa miaka 6 na anaingia kwa katika miaka 9. Je, na kenyewe huu mpango unawezekana ulikuwa kutoka kwa Mungu? Tunaenda kusoma, tunarudi tena katika kitabu cha Mwanzo. Tunaenda katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27 mpaka wa 28. Unasema hivi: Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27 mpaka wa 28. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kitu kikubwa hapa nataka ukizingatie ni kwamba Mungu akawabarikia akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi.
Hapa tunachokiona ni kwamba kusudio mojawapo la kwanza tunaliona hapa, Mungu anapomuumba Adamu na Hawa anawabariki na anawaambia zaeni mkaongezeke. Kwa hiyo kusudio la kwanza la Mungu tunaliona hapa ni kwamba ni kuwe kuna uzao katika ndoa. Kusudio ni la uzao katika ndoa. Tunasogea tena katika kitabu hicho cha Mwanzo, tunakwenda Safari sura ya 2 mstari wa 21. Tutaanza kwanza kwenye mstari wa 18, alafu tutasoma mstari wa 21 mpaka 23. Tunakwenda kitabu cha Mwanzo kama nilivyokuambia sura ya 2 mstari wa 18, alafu tutasoma mstari wa 21 mpaka 23. Mstari wa 18 unasema hivi: Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Hapa tunachokiona ni kwamba Mungu baada ya kumuumba Adamu kwa udongo, Adamu akawa yuko peke yake. Akaona kwamba, anasema kwamba si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Tunapokwenda katika mstari wa 21 mpaka 23 tunaona maneno yafuatayo. Nasema Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutwaa katika Adamu Bwana Mungu akafanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Nilikusomea ule mstari wa 24, naomba niendelee hapa kwa sababu nimeanzia katika 23. Ndio ule nilikusomea mwanzo, unasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Tunaona hapa katika mstari hii wa 18 tunaona kwamba Mungu anamuumba mwanamke ili awe msaidizi kwa mumewe. Kwa hiyo tunaona makusudio ya ndoa ni makubwa mawili kutoka kwa Mwenyezi Mungu. La kwanza ni kupata uzao, la pili mwanamke awe ni msaidizi kwa mume. Sasa jambo moja la msingi sana la wewe unaangalia video hii, uwe Muislamu, uwe Mkristo, tafakari. Mtoto wa miaka 6 anapoolewa na mtu wa miaka 51 ya Muhammad, anawezaje kukidhi hili kusudio la Mungu la uzao? Anawezaje kukidhi kusudio la Mungu la kuwa msaidizi kwake? Jambo la pili, huyu mtoto tunaona kwamba Muhammad anamuingilia huyu mtoto akiwa na miaka 9. Na tumeshathibitisha kwamba Al-Asqalani anatuambia kwamba Aisha hakuwa amevunja ungo, au nasema hakuwa amebalehe. Sasa kitendo cha kumwingilia mtoto mdogo wa miaka 9 kinatimizaje lengo la Mungu la uzao? Kwa sababu pasipo balehe hakuna uzao. Binti yoyote hawezi kupata kuzaa. Kunatimizaje hili lengo la kwanza la uzao la Mungu? Lakini pia mtoto mdogo wa miaka 9, kumbuka wakati huu Muhammad ana miaka 54, anatimizaje wajibu wake au ile kusudio la Mungu kuwa msaidizi? Na tumeona, nimekusomea baadhi ya hadithi hapa, huyu mtoto alikuwa na watoto wenzake wanakuja nyumbani kwa Muhammad kucheza naye. Ziko hadithi nyingi ambazo zinathibitisha hili pia, kwamba watoto walikuwa wakienda kucheza na Aisha, na Muhammad akiingia wanajificha. Ziko nyingine kwamba wanaondoka, Muhammad anawaita kwamba warudi wacheze na huyu binti Aisha. Sasa huyu mtoto ambaye bado ana umri mdogo, ambaye bado anachezea midoli au anasesere, anawezaje kutimiza wajibu huu au kusudio hili la Mungu la kuwa msaidizi kwa mumewe? Haya ni mambo ya msingi ya kujiuliza sana. Binafsi, pasipo shaka, naweza kusema bila ya hofu yote ni kwamba hii ndoa ya Aisha na Muhammad haiwezekani hata kidogo kwamba ulikuwa ni mpango wa Mungu, kwa sababu tunaamini katika Mungu ambaye habadiliki. Tunaamini katika Mungu ambaye haendi nje ya kusudio lake. Si Mungu anaweka utaratibu kisha anauvunja. Mungu wetu anayejifunua katika vitabu vitakatifu, katika Torati, katika Mithali, katika Zaburi, katika Injili na vitabu vingi vilivyotangulia kabla ya ujio wa Muhammad, tunaona si Mungu ambaye anakiuka taratibu zake mwenyewe, kwamba aweke utaratibu huu katika mitume wote waliotangulia kabla ya Muhammad, halafu aje kwa Muhammad afanye vingine. Hatulioni hilo. Kuna utetezi kadhaa pia Waislamu wanakuwa wanaoleta kwamba Aisha alikuwa ameposwa
hata kabla ya Muhammad kumuoa, kwamba tayari alikuwa ameshaposwa hata akiwa katika umri mdogo. Hii na yenyewe haina mantiki, kwa sababu kama nilivyosema pale mwanzo, Muhammad kwa kuwa kama kweli alikuwa ni nabii wa Mwenyezi Mungu na mtu mwenye maono ya kimungu kweli, angelikuwa mtu wa kuondoa huu utaratibu wa kiovu namna hii, utaratibu ambao ni wa hatari katika maisha ya wanadamu, hasa katika watoto wa kike. Lakini pia katika mojawapo ya kisingizio kikubwa ambacho Waislamu hata mashehe wakubwa na wanazuoni wakubwa sasa hivi wanakileta mbele ya Wakristo na watu wengine wanapokuja kuzungumzia habari ya ndoa ya Aisha na Muhammad, wanakileta mbele zetu, ni kwamba tuletee ushahidi kwamba Aisha alilalamika kuhusu yeye kuolewa akiwa binti mdogo. Sasa hichi ni kisingizio ambacho kwa kweli hakiingia akilini kwa namna kadhaa. Kwanza ni wazi tunapoenda katika hadithi kadhaa huko nyuma, Aisha hakuwa na nafasi yoyote ya kukubali au kukataa. Alikabidhiwa wala asijue anakabidhiwa na kwenda wapi. Kuna hadithi zipo, itakuwa reference iko hapo chini, utaiona iko hapo chini, utakwenda kusoma kwa wakati wako. Lakini pia kumbuke, wakati Muhammad anamposa Aisha, tayari Muhammad alikuwa mtu mwenye nguvu na alikuwa akishimika kama kiongozi mkubwa wa kidini. Kwa hiyo kisaikolojia tayari hata baba yake mwenyewe Aisha hakuwa na uwezo wa kukataa, na hadithi inaonyesha hivyo. Linki iko hapa chini kwamba Muhammad alipoenda kumposa Abubakar alijaribu kukataa, lakini Muhammad kwa uwezo wake, kwa nafasi yake, akiheshimika kama ni mtu anayepata maono ya kimungu, hapakuwa na uwezo wa kukataa. Hilo ni la kwanza. Lakini pia tunapoenda kuona hadithi nyingine, kwa mfano unapoenda katika Sahih Muslim hadithi namba 1478 na hadithi kwa mfano za Sahih Bukhari namba 3672, tunakuja kuona huyu Abubakar mwenyewe alikuwa ni baba wa aina gani. Unapoenda kwa mfano katika Sahih Muslim hadithi namba 1478, kuna wakati kulitokea mtafaruku baina ya Aisha na wake wenzake dhidi ya Muhammad. Unaposoma hadithi hii unamuona Abubakar, wakati huo tayari Aisha ni mke wa Muhammad, akiwa mbele ya Muhammad, baba yake huyu Abubakar anamzaba vibao mbele ya Muhammad. Na unapoenda kusoma hadithi Sahih Bukhari hadithi namba 3672, tunamuona huyu Abubakar, Muhammad akiwa amelala kwenye mapaja ya Aisha, anamfinya binti huyu. Sasa fikiria baba wa Aisha akifanya vitu hivi wakati tayari ameshaolewa, wakati anafanya vitu hivi mbele ya mumewe huyu Muhammad. Fikiri alikuwa ni baba wa aina gani kabla ya kuolewa. Kwa hiyo utetezi wa Waislamu kwamba mbona hatumuoni Aisha akilalamika, fikiri angekwenda kulalamika kwa nani? Kama ni baba wa namna hii, angepata wapi kwenda kulalamika? Lakini pia katika tafiti nyingi zinazofanyika duniani kuhusu ukatili unaofanywa mabinti wadogo, katika hasa visa vya ngono kama hivi, tunaona wazi kabisa kwamba watoto wengi wa umri huu mdogo wanakaa kimya, kwa sababu ni vitu ambavyo vinawaharibu sana kisaikolojia. Wanakaa kimya, wanateseka, na ni visa vichache sana vinaweza kujulikana. Kwa hiyo hata hicho pia nacho ni kisingizio ambacho hakina mashiko hata kidogo. Ni wakati, ndugu yangu Muislamu, uanze kutafakari kuhusu mambo kadhaa. La kwanza, tafakari tabia za Muhammad, mojawapo ikiwa hii ya kuoa binti wa miaka 6 na kumgeuka miaka 9. Vimekaa vipi wewe? Kama nimekuthibitishia kimaandiko kwamba hii ndoa hakika haikuwa na mpango wa Mungu, naweza kusema pasipokuwa na shaka kwamba hii ndoa ya Aisha kwa Muhammad ulikuwa ni mpango wa Ibilisi huu, na zile ndoto zilikuwa ni ndoto za Ibilisi tu, kwa sababu ni ndoa ambayo inakiuka misingi na kusudio la Mungu kuhusu ndoa kabisa. Na hii ikuelezee Muhammad ni mtu wa namna gani. Hakika Muhammad ni nabii wa uongo, na kama Muhammad ni nabii wa uongo na hawezi kuamini katika mambo madogo kama ya ndoa, ni hatari sana kuamini katika mambo makubwa yanayohusu hatima ya roho yako, ndugu yangu Muislamu. Sisemi hivi katika kukashifu imani yako au katika kumkashifu Muhammad, na jaribu kuonyesha ukweli wa mambo ulivyo, ili nafsi yako ipate kunusurika. Wokovu uko kwa mtu mmoja tu, Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye hakutenda dhambi. Alikuwa mtu mkamilifu. Hata katika maandiko ya Qur'ani
yanasema hivyo, na ndio maana aliweza kuwa ukombozi wetu, akafa msalabani kama limbuko la dhambi zetu, na akafuka siku ya tatu, yu hai mpaka sasa. Na ndio maana anasema njooni kwangu nyote mlemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Na anasema jifunzeni kwangu, kwa kuwa mimi ni mnyenyekevu na mpole wa moyo, nanyi mtapata raha mioyoni mwenu. Ndivyo anataka tumwangalie yeye mwenye Bwana Yesu, kwa sababu ana uhakika yeye ni mtu ambaye anafaa kuigwa. Mbali ya kuigwa, pia anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yeye peke yake ndio anaweza kuwa mfano wa kweli na mwenye kuigwa, ambaye tukifuata mafundisho yake, tukifuata mfano wake, tunaweza kuipata mbingu. Tafakari ndugu yangu Muislamu.